Yesu alituonyesha tunasikia kabisa tunasikia, lakini tusitishwe na hayo, kwa sababu hayo ndio mwisho bado. Hayo ndio tunataka mwisho bado. Kwa hiyo tunapoangalia vita zinapoendelea katika ulimwengu, nchi inayoinuka inatokana na nchi nyingine. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tusitishwe na hayo ndio mwanzo, lakini mwisho bado. Kwa hivyo sisi kusoma na kuangalia jinsi dunia inavyoendelea, na tunaangalia tunajua kwamba yale ambayo yanatarajiwa yanaanza kufikia, lakini hayo ni mwanzo, lakini mwisho bado. Kwa hivyo Mungu anatuchukua ya kwamba unaona Israeli na Ukraine na Russia wanapigana, wakwambia kwamba mwisho wa dunia hapana, hayo ni mwanzo, lakini mwisho bado, kwa sababu yale yote ambayo yanatarajiwa lazima yapate kutimia yote, ndiposa mwisho utakuja. Endelea kusema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na ufalme kupigana na ufalme. Utakuwa na njaa, utakuwa na njaa, matetemeko ya nchi mahali mahali, na matetemeko ya nchi mahali. Kwa hivyo bali tunainuka kupigana na taifa, kwa hivyo tunafikia hata Israeli ndio baada tunafika wakati ambapo uweze kupata kitu cha kukula, kwa sababu vita itakuwa imechacha. Hakuna mtazamisha kwa nchi fulani bila njaa. Wacha na hii kwa kidogo baada ya siku kwa leo kwa bado. Hiyo bado hapo yanataka karibu sana. Hapo ndio kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya vita na kupeleka chakula hapa na pale. Watu watakuwa wameketi mahali wao jinsi inavyoendelea. Kwa hivyo mambo haya sio tunasoma unabii na tunaelewa kwamba mambo haya watu wasije wakasirishwa na mambo haya. Naendelea nikisema hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa, na mataifa yote kwa ajili ya jina langu, kwa ajili yangu. Kwa hiyo wakati huo chuki kiasi, watu watachukiwa na watasalitiwa. Hapo watasalitiwa